Kuna maafa ambayo yalikuja kujitokeza kama haya ambayo yametokea maafa makubwa sana takribani siku 3 leo. Hali iliyopo kama hivyo, jana lilitokea jeshi la zimamoto, jeshi la zimamoto wa uokoaji lilionyesha ushirikiano mzuri, liliingia usiku kwenye saa 8 usiku likafanya kazi mpaka 11 alfajiri kwa ajili ya uokoaji wa watu pamoja na shirika la umeme TANESCO kwa ajili ya kukata miundombinu ya TANESCO, kuondoa vitu hatarishi kwa ajili ya vitu vya hatari vinavyohusiana na mambo ya umeme. Lakini haya maji na haya mafuriko yanajitokeza mara kwa mara kwa ajili ya miundombinu ya shirika la reli. Ni miundombinu chakavu ya miaka mingi sana na makaravati ni madogo sana na yako chini sana kiasi kwamba kutokana na tabu ya hali ya nchi hayapitishi maji mengi ya kutosha, yanasababisha mafuriko, yani kama tuseme yameziba. Na tukichukulia barabara ya Mandela Road nayo karavati imeziba, lakini mainjinia wa TANROADS walishakuja kucheki wakasema kwamba hiyo barabara iko kwenye project ya mwendokasi. Project ya mwendokasi itapokuja wataifanyia kazi, lakini tukihitaji ifanyike kwamba hali ya haraka kwa ajili ya kuokoa maisha ya binadamu, kwa sababu watu wengi mpaka sasa wako kwenye maji, washapoteza mali zao na mpaka sasa bado waathirika, na familia sisi na 30 na kitu ambazo hazina mali pa kuishi mpaka hivi sasa. Kwa hiyo tulikuwa tukiomba serikali yetu sikivu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunaomba iangalie kwa jicho la huruma juu ya wananchi wake ambaye wanateseka kwa maisha ya mateso makubwa kama haya. Na vile vile shirika la reli liliahidi kwamba hapo wangebadilisha waweke box culvert baada ya waondoe miundombinu ya zamani ambayo miundombinu hii sio miundombinu rafiki, haipitishi maji ya kutosha, inasababisha mafuriko mara kwa mara. Na hata juzi tulimpigia simu jana mkurugenzi akajibu kwamba hii project sasa hivi shirika lina hali ngumu, uwezo wa kufanya kazi hii ni bado hawana fedha. Watapofanya fedha, watapopata pesa watafanya hiyo kazi, lakini wanaifikiria kuitenda, lakini haijulikani ni lini wala muda gani. Lakini tukiomba nalo shirika liweze kufanya vitu ambavyo hata vya temporary vya muda mfupi kwanza kwa ajili ya wananchi na waweze kuwa na maisha bora kwa ajili ya hali kama hii ya mafuriko. Nyumba zilizopata madhara tuseme zaidi ya 30. Zilikuwa kando ya nani? Zote ziko katika mtaa wa Tabata. Zote ziko katika mtaa wa Tabata. Yaani unapozibwa huku mto tunaathirika zaidi ni huku sisi mtaa wa Tabata. Na huo mto umezibwa na nani? Mwanzo wanasema sasa ameuza nasi. Kuna mtu amenunua pale. Kwa hiyo pale amejenga yadi. Ambaye amejenga yadi. Kwa hiyo amejenga yadi, ule mfereji jinsi alivyojenga ameenda ndani ya karavati. Amejenga yani ameweka kama matofali ili maji yasiwe na kasi kuweza kupiga ukuta wake. Ndio tukifanya. Kazuia njia ya maji. Na mimi kufuatilia labda kukutana naye kumwambia hii njia ni ya maji ya asili ambayo itakuwa ina. Kisha kutana naye ndio hivyo atasafisha kipindi hichi, kisha kaa kidogo anarudia tena yale. Kwa hiyo nyinyi mpone lazima lazima pale daraja litengenezwe. Lakini vile inatarajiwa kufanyika lini? Nafikiri baada ya hili tukio. Na lakini kwa TANROADS mwanzo walishatujibu. Ila leo wanasema watakapomaliza TANROADS wao hawana shida, watafanya hili jambo. Lakini TANROADS amesema mpaka mwendokasi utakapokuja, kwa sababu hawezi kutengeneza daraja afikaje tena kama uharibifu wa bajeti.